awabariki. Shikilieni hapo hapo, siende kulia wala kushoto. Basi naamini una Biblia yako, una kalamu yako na una daftari yako tayari kusikia kutoka kwa Bwana. Ujumbe ambao Mungu ametupa unatoka kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 122, Zaburi ya 122, mstari ule wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema namna hii: Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Tusome kwa pamoja wote mliopata pale. 1 2 3 4. Msiniangushe. Wote mko hapo? Haya, twende 1 2 3 4. Sisikii sauti zenu. Nahitaji watu wanaweza kutoa sauti mbele za Bwana. 1 2 3 4. Amen. Na kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa kinasema, kwa nini unakuja katika nyumba ya Bwana? Kwa nini unakuja katika nyumba ya Bwana? Ni msukumo gani unaokufanya wewe uje nyumbani mwa Bwana? Ni kitu gani kinachokupush wewe uje nyumbani kwa Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa kuanza niseme, sina hakika sana kama watu wote wanaokuja nyumbani mwa Bwana wanajua sababu inayowafanya waje nyumbani mwa Bwana. Umekuja wiki iliyopita, umekuja wiki ile nyingine, umekuja leo, utakuja nyingine. Sina hakika kama watu wote wanaokwenda nyumbani kwa Bwana, iwe hapa iwe mahali pengine popote, kama wanajua sababu ya wao kwenda katika nyumba ya Bwana. Lakini pili, sina hakika sana kama wote wanaokuja katika nyumba ya Bwana wanafanya yale yanayotakiwa kufanywa katika nyumba ya Bwana. Sina hakika kama wale wote sisi wote tunaokuja katika nyumba ya Bwana tunafanya yale tunayotakiwa kufanya katika nyumba ya Bwana. Sina hakika. Kwa hiyo kuja nyumbani mwa Bwana ni jambo moja, lakini kufanya unachopaswa kufanya ukiwa nyumbani mwa Bwana ni jambo jingine tofauti. Na ndio maana unaweza ukakumbuka kwenye ile Mathayo sura ya 21 mstari wa 13, Yesu aliwafukuza watu waliokuwa wamekuja nyumbani mwa Bwana, lakini hawakuwa wanafanya vitu walivyopaswa kufanya nyumbani mwa Bwana. Akasema hivi, nyumba ya Baba yangu imeandikwa itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmefanya kuwa pango la wanyang'anyi. Maana yake mpo nyumbani mwa Bwana, lakini kazi yenu kutafuta umaarufu. Mpo nyumbani mwa Bwana mnaendekeza uzinzi na uasherati. Mpo nyumbani mwa Bwana mnawaingiza wengine tu kwenye dhambi za ulevi na ukahaba na ushetani. Mpo nyumbani mwa Bwana, kazi yenu mnafanya biashara tu. Akawatoa nje ya hekalu, akasema imeandikwa, nyumba ya Baba yangu itakuwa nyumba ya sala. Mathayo 21:13. Walikuwepo nyumbani mwa Bwana, lakini mambo waliokuwa wanayafanya nyumbani mwa Bwana hayapatani na kile ambacho Mungu anataka wafanye nyumbani mwa Bwana. Leo hii tujiulize, tuko nyumbani mwa Bwana, tunafanya yale tunayopaswa kufanya nyumbani mwa Bwana?
au tunafanya mambo yetu tu, au tunafanya vitu vyetu tu, vingine ni vya kumuuzi Bwana. Hapana. Kama tuko nyumbani mwa Bwana, tunapaswa kufanya mambo yanayotupasa nyumbani mwa Bwana. Sasa swali letu, kwa nini unakuja katika nyumba ya Bwana? Kila mtu nikimuuliza hapa anaweza kuwa na majibu tofauti. Wengine wanaweza wakasema tunakuja kwenye nyumba ya Bwana kwa sababu ni mazoea, tumezoea hivyo. Siwezi kukaa nyumbani Jumapili na kaa na bandini. Nimezoea, kwa hiyo mimi najikuta tu nimekwenda nyumbani mwa Bwana. Hiyo. Ukimuuliza mwingine atakwambia mimi nakuja nyumbani mwa Bwana kwa sababu nataka kukutana na marafiki zangu. Kuja nione watu wanavyoimba, tufurahi tutoke hapo. Ndio nakuja, ndio sababu inaonifanya nije nyumbani mwa Bwana. Mwingine anaweza kukwambia mimi nakuja nyumbani mwa Bwana kwa sababu nimeitwa, labda kuna kanyaga sijui nini, nakuja kukombolewa nyayo sijui nini. Kwa hiyo nimekuja nifanyiwe hivyo, nikishafanya hivyo mimi naondoka zangu. Mwingine anaweza akawa amekuja nyumbani mwa Bwana kuloga tu ibada. Kaja hapa katumwa aloge ibada. Kuwe na uzito hapa, watu wasinzie. Hajaja, yani hiyo ndio iliyomleta. Unaniuliza mchungaji, hata hao watu hawapo. Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusu habari ya magugu. Nani aliyekuwa amepanda magugu? Shetani. Kwa hiyo wapo wanaowaleta, kazi yao ni nini? Ni kuloga ibada. Lakini wapo wanaokuja ibadani kwa sababu ameambiwa labda wanawake wazuri wanapatikana huko. Kwa hiyo wanakuja kutafuta wanawake. Au wasichana, au wanakuja kutafuta wanaume. Kuna mtu mmoja alikuja kwa lengo hilo, sio hapa lakini mahali. Anafikiri kanisani wote wanakuja kusali. Akampata mdada pale, akasema ameopoa kweli, akafunga naye ndoa. Baada ya kufunga ndoa tu dada anaanza ulevi. Chakali. Mungu amempa alichotaka kwa sababu hakuja kwa lengo la kumwabudu Bwana. Alikuja kutafuta mke. Mungu akamwambia utapata. Wewe si ulikuwa umeokoka? Sijui si ulikuwa unaimba? Ndio mimi. Mlevi wa kupindukia. Kwa nini unakuja kwenye nyumba ya Bwana? Daudi anasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Twende nyumbani kwa Bwana. Maana yake kulikuwa na watu wanaomtia moyo na kumwambia twende nyumbani mwa Bwana. Wewe umekuja leo ibadani, hakuna yoyote uliyomwambia jirani yako twende nyumbani mwa Bwana na umemwacha amelala tu. Wadogo zako umewaacha wamelala. Huwezi kusema twende nyumbani mwa Bwana. Wana wa Israeli walikuwa wanakwenda kufanya ibada Yerusalemu. Walipokuwa wanapanda milima wanakwenda, huu ndio uliokuwa wimbo wao. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Wanapanda wanakwenda. Na waona kama vile na watoto wangu tunavyotoka Goba na kigari chetu tunasema kule kwenye gari, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Wanaotoka sijui majumba 6 na wao wakiwa wanasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Wanaotoka sijui kule wapi banana sijui wapi kule Gongo la Mboto, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Daudi kama mfalme alikuwa na mialiko mingi, lakini furaha yake haikuwa kukaa ikulu. Furaha yake haikuwa sijui kualikwa wapi. Furaha ya Daudi anasema mimi furaha yangu sio kualikwa mahali pengine kwenye birthday party, sio kualikwa kwenye harusi, sio kualikwa. Anasema furaha yangu mimi ni kwenda nyumbani mwa Bwana. Mtu akiniambia twende ibadani, hiyo ndio furaha yangu. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Furaha yake inazidi Daudi, sio kwa sababu yuko ikulu. Furaha yake inazidi sio kwa sababu sio amekwenda kwenye party gani. Furaha yake inazidi pale anapoambiwa, pale anaposhawishiwa twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Wengine wetu katika nyakati zetu za leo wanakasirika wanapoambiwa twendeni nyumbani mwa Bwana. Wanachukia
na wanawachukia hata wale wanaowaambia twende nyumbani mwa Bwana. Lakini wanafurahi wakiambiwa twende tukapate moja moto moja baridi. Hiyo atakurupuka saa hiyo atakwenda. Anafurahia akiambiwa twende tukapate moja moto moja baridi. Lakini akiambiwa twende nyumbani mwa Bwana anakunja na uso namna hiyo. Wengine wanafurahia wakiambiwa twende Zanzibar, twende sijui Dubai. Wakirudi huko wanarudi na magonjwa wamebeba. Wanarudi na magonjwa wamebeba. Sasa sikwambii kila anayekwenda Dubai akija anarudi na ugonjwa, hapana. Hapana. Wengine wanafurahia wakiambiwa twende kwa waganga wa kienyeji wakakutengeneze wewe. Utaolewa, wakakutengeneza utaoa. Hiyo ndio furaha yao. Twende kwa waganga kukutengeneza utafanya biashara. Twende kwa waganga watakutengeneza utapata cheo. Hiyo ndio furaha yao. Lakini ukiwaambia twende nyumbani mwa Bwana, mnaweza mkapigana ngumi. Lakini sio Daudi. Daudi anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Daudi alijua kwamba nyumbani mwa Bwana kuna furaha. Nyumbani mwa Bwana kuna uwepo wake. Nyumbani mwa Bwana kuna neema yake. Ndiyo maana kwenye Zaburi ya 120, Zaburi ya 27 mstari wa 4, Zaburi ya 27 mstari wa 4, Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, I like it. Nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana. Wewe unatamani kukaa wapi wewe? Daudi anasema nikae nyumbani mwa Bwana. Nifanye nini? Ni utazame uzuri wake, na kutafakari hekaluni mwake. Ni utazame uzuri wa Bwana. Anapozungumzia uzuri wa Bwana, anazungumzia pendo la Bwana. Anapozungumzia uzuri wa Bwana, anazungumzia wema wa Bwana. Akizungumzia uzuri wa Bwana, sio uzuri wa sura, anazungumzia huruma za Bwana. Unakuja namna hii, umewahi ibada, huanze kupiga makelele huko nje. Umevuta kiti chako pembeni pale, alafu utafakari uzuri wa Bwana, kwamba Mungu, ni kwa jinsi gani umekuwa mwema kwenye maisha yangu. Ni kwa jinsi gani umenipa uhai. Ni kwa jinsi gani umenipa fursa ya kuja nyumbani mwako hivi sasa. Wako wengine ambao wameamka na ulevi, mili na uma imechoka, hawawezi kwenda popote, lakini mimi niko fresh, niko nyumbani mwako. Unautazama uzuri wa Mungu wako. Wewe unautazama uzuri wa mwanamke gani? Wewe unautazama uzuri wa mwanaume gani? Daudi anasema nikae nyumbani mwako, ni utazame uzuri wako na kutafakari hekaluni mwako. Unapokuwa hekaluni mwa Bwana, unatafakari kitu gani? Unatafakari nini? Sasa najiuliza sana. Kwa nini watu hawana furaha? Kwa nini watu hawafurahii kuja nyumbani mwa Bwana? Kwa nini? Yaani mtu kalala tu nyumbani na asikii vibaya. Mtu yuko tayari aende kupata overtime kazini, lakini sio kuja nyumbani mwa Bwana. Kwa nini furaha imeondoka? Wengine wanawazuia hata wake zao usiende ibadani. Wengine wanawazuia hata waume zao msiende ibadani. Ni afadhali mke aende baa kuliko amwache mke aje ibadani. Ni hatari. Kulikuwa na dada mmoja miaka ya nyuma, bwana wake alikuwa mcha Mungu sana. Vipindi vile vya fellowship anakuja. Yule dada akitoka kazini saa 11 amekasirika kweli. Akija anakuja pale anamtoa namna hii. Anamtoa. Fellowship inaendelea. Anamtoa. Wanatoka wanakwenda huko. Lakini mwanaume alipokuja kugeuka akamwacha Mungu sasa. Dada yule ndio alirudi kanisani, anakuja kwangu, mchungaji, mume wangu. Nikamwambia tunamfanya nini? Kwa sababu wewe ndio ulikuwa shetani wake. Wakati yeye anampenda Mungu, wewe uliona kama amepitwa na dunia, ukawa unamtoa kanisani. Kwa hiyo kwa gharama zile, kwa nguvu zile ulizokuwa unamtoa kanisani, nguvu hizo mrudishe kwa Mungu aliye hai. Glory be to God. Nataka nikwambie namna hii, kazi yetu ni kuatia moyo watu kuja nyumbani mwa Bwana, wakutane na Mungu aliye hai. Ukiona mtu anakuja nyumbani mwa Bwana, usimsemeseme,
usimkatishe tamaa, usimfanye aache kuja nyumbani kwa Bwana. Kwa sababu nyumbani kwa Bwana ndiko tunakokutana na uwepo wa Mungu aliye hai, alafu tukapata mabadiliko ya tabia. Ndio maana nawaambia watoto wangu, kama una watoto wasokomeze nyumbani kwa Bwana. Kama una mume, msokomeze nyumbani kwa Bwana, usimwache akija kugeuka huyo utalia. Kama una mwanamke, msokomeze nyumbani kwa Bwana. Kama ni wazazi, wasokomeze kwa Yesu Kristo. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watoto wetu mahali wanapotakiwa kupata amani kuliko mahali pengine popote ni nyumbani mwa Bwana, na sio vinginevyo. Na sio vinginevyo. Wakikwambia chagua, kuna ibada na kwenda kwenye birthday party, unamwambia mimi nakwenda ibadani. Kuna ibada au tena tukaangalia Yanga na Simba, unamwambia mimi kwanza ni ibadani. Ibada au kwanza kule nyumbani wamekuja wageni, wapigie wageni waache watulie, hawatakufa. Mimi kwanza nyumbani mwa Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo, kwa sababu Mungu wetu anakuja kwanza. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa natafakari, nazidi kujitafakarisha kwa nini watu wamepoteza furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana. Unajua, kama watu wanakuja nyumbani mwa Bwana na wanahangaika tu kutazama uzuri wa mchungaji, wanahangaika kutazama uzuri wa mchungaji, wanaanza kutafakari vitu vingine, hao watu watachoka kuja ibadani. Watachoka na hawatapenda kuja ibadani, kwa sababu kile walichotakiwa kukikuta, ukija hapa huji kuangalia uzuri wa mchungaji au uzuri wa mtu mwingine yote, unakuja kutazama uzuri wa Bwana. Na ndio maana wanangu nawaambia, swala la uwepo wa Mungu hapa ni jitihada zetu sisi wote. Leo nikiuliza, jana Jumamosi, nani kwa ukweli wa moyo wake aliombea ibada ya leo? Mkono juu. Kwa ukweli wa moyo wake aliombea ibada ya leo na kusema, Mungu, ninaomba tukakutane na wewe, ninaomba ukatuhudumie. Asanteni mwanangu, ninyi mnajitambua. Sasa sisi ambao hatukuomba, tunapokuja hapa tunataka tukutane na nani? Tunataka kukutana na nani? Ukutane na mchungaji. Ndio maana ukija hapa unaweza ukakwanzwa tu alafu ukaondoka, kwa sababu hujafanya maandalizi, hujafanya. Lakini kama toka jana unamwambia Bwana, ninaomba tukifika pale uweponi mwako tuone dhambi zetu, uweponi mwako neno likihubiriwa, tuone maisha yetu. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Kama hujafanya hayo maandalizi, ukija hapa unataka kukutana na nani? Ndio maana kunaingia kuchoka. Ndio maana unaona tu kwamba, kwa sababu hata ujui ukija hapo unataka kukutana na nani au unakuja kufanya nini. Kama tunakuja nyumbani mwa Bwana, tunakuja nyumbani mwa Bwana ili kuleta shida zetu kwa wachungaji, kwa mitume na manabii, basi tutaingia kuchoka ndani yetu. Tutaingia kuchoka. Hatutafurahia ibada. Maana kwa sababu tunatumia ibada katika nyumba ya Bwana kama mkakati wa kutatua shida za watu, badala ya kuwa mahali pa kukutana na Mungu na kutafakari. Kwa kuwa Mungu, ndugu zangu, ndio mwenye majawabu ya shida zetu sisi wote. Ukija hapa huleti shida yako kwa mchungaji, huleti shida yako kwa mtume au kwa nabii. Hayupo mtumishi aliyebeba majawabu ya matatizo yako. Majawabu ya shida zetu zote yamebebwa na Mungu aliye hai. Mtumishi lazima awe connected na Mungu, na Mungu kwa hiari yake atafanya kama apendavyo. Kwa hiyo unapokuja nyumbani mwa Bwana, lengo lako la kwanza lisiwe kuja kuleta mashida yetu tu. Hapana, japo hiyo ni sawa, lakini kitu cha kwanza sio shida zetu. Kitu cha kwanza ni kumwabudu Mungu aliye hai. Glory be to God. Glory be to God. Kwa sababu hiyo tunakuja nyumbani mwa Bwana kwa sababu moja, tunasukumwa na mahitaji. Naenda kwa sababu nataka Mungu anipe mme. Naenda kwa sababu Mungu nataka anipe mke. Naenda kwa sababu nataka kuponywa. Naenda kwa sababu nataka nifanikiwe kwenye biashara yangu. Siku ukifanikiwa hutakuja tena nyumbani mwa Bwana, kwa sababu ulichotaka umepata. Lakini mbili, na kama hujafanikiwa
pia hamu ya kuja nyumbani mwa Bwana itaondoka kama hujafanikiwa. Kwa sababu utasema nimeomba wewe kwa kanisani kila siku naenda, lakini Mungu hatanisikii, sijapata kitu. Nimeenda au mtoto mwenyewe nimeomba, sijapewa mtoto. Kwa hiyo hujapata, umekata tamaa, umechoka, hata ibadani huwezi kwenda tena. Nasema kama mafuta yenyewe nimekanyaga, hamna chochote. Kwa hiyo unakata tamaa. Unakata tamaa. Kwa hiyo ndio maana watu hawafurahii kuja ibadani. Sivyo anavyosema Daudi. Daudi anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Whether nimepata mtoto au sina mtoto, twende nyumbani mwa Bwana. Whether nina kazi au sina kazi, nafurahi kwenda nyumbani mwa Bwana. Whether ni mgonjwa au ni mzima, itajulikana huko ugonjwa wangu ukiwa mbele za Bwana. Unaweza nikapokea uponyaji, maana ninaweza kutembea, mimi nakwenda hata kama kichwa kinauma. Ukifika hapo unaweza ukashangaa uweponi mwa Bwana kichwa kinaachia namna hii na hujameza hata panado. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kwa mwana kondoo. Sasa zifuatazo ni sababu zinazotakiwa kutupa msukumo wa kuja nyumbani mwa Bwana na kufurahia. Zifuatazo ni sababu zinazotakiwa kutupa msukumo wa kuja nyumbani mwa Bwana na kufurahia. Sababu ya kwanza ni lazima ujue kwamba tumeitwa kumwabudu Bwana nyumbani mwa Mungu. Tumeitwa. Kama haujui kwamba kuja nyumbani mwa Bwana ni wito, utalala unavyotaka. Hata mtu mwingine akikwambia acha kwenda ibadani, unaweza ukamsikiliza. Ni kwa sababu gani? Unasikiliza wanadamu, unaheshimu wanadamu kuliko Mungu aliye hai. Swala la kuja ibadani, swala la kuja nyumbani mwa Bwana kumwabudu, sio wito wa mchungaji, sio wito wa mama yako, sio wito, ni wito wa Mungu mwenyewe. Tutakuonyesha tunapokwenda kidogo. Ni wito wa Mungu. Tumeitwa tuje nyumbani mwa Bwana, sio kufanya business nyingine isipokuwa kumwabudu Mungu aliye hai. Glory be to God. Kuja nyumbani kwa Bwana ni wito wa kimungu. Hauji nyumbani mwa Bwana ili kujaza kanisa, ili umtie moyo mchungaji kwamba leo tuko wengi sana. Hakuna. You better stay at home. Yaani kama unakuja ili kujaza kanisa, sasa mchungaji afarijike tuna watu wengi, hapana. Hata hapa mkiwa wawili mnaomwabudu Bwana, Mungu anasemaje? Walipo wawili watatu katikati yao, mimi niko hapa. Hakuna haja ya kuwa tumejaza kanisa alafu tumejaza watu wasiojua kumwabudu Bwana. Haina maana. Ndio maana nawaambia watoto wangu, tunakuelekea ni kuzuri. Ninaona Mungu akivunja moyo wa kila mmoja saa ya kumwabudu Bwana. Kila mtu anavunjika moyoni mwake. Mwenye kupiga magoti napiga magoti, najua sasa watu wanaelewa kwamba Mungu ni nani. Mwenye kuinua mikono anainua mikono, mwenye kumlilia Bwana anamlilia Bwana. Yaani kuna bubujiko fulani ambalo Mungu analiachia linatoka ndani. Huangalia aliye kushoto wako wala huangalia aliye kulia kwako. Unayemtazama ni Mungu aliye hai. Tukifika mahali hapo ndugu zangu, tutakuwa tumeitikia wito wa kumwabudu Mungu aliye hai. Na utatamani Jumapili ifike haraka ili uweze kuja uweponi mwa Bwana. Jesus. Wito wa kwanza kuja nyumbani mwa Bwana sio kuja kutolewa mikosi. Mungu anapokuita nyumbani kwake, wito wake wa kwanza sio kutolewa mikosi. Sio kuja kuleta shida zetu, japo tutazipeleka, lakini sio kwanza. Sio kuja kama nilivyosema kukanyaga vitu fulani. Huo sio wito wa kwanza wa Mungu. Mungu anapotuita, wito ule wa kwanza sio kuja kufunguliwa, hapana. Wito wake wa kwanza ni sisi kuja kumwabudu Mungu aliye hai. Ndio maana Paulo na Sila kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 walipigwa. Unajua kupigwa? Walipigwa viboko alafu wakatumbukizwa gerezani. Walipokuwepo gerezani wamechoka. Wangeweza kuanza kulalamika
kulalamika na kuona kama vile Mungu kashindwa, kwamba Mungu kama unaweza, mbona umeacha tumepigwa? Kama Mungu kweli unaweza, mbona umeacha tumefungwa gerezani? Kama Mungu unajua, wangeanza kulalamika, wangeanza kumshutumu Mungu. Lakini katikati ya maumivu, unajua walianza kumsifu Mungu namna hii, walianza kumwabudu Mungu namna hii, walianza kumtukuza Mungu namna hii. Hawakupeleka maumivu yao kwanza, hawakupeleka shida zao kwanza, hawakupeleka malalamiko yao kwanza. Wao walianza kwanza kuangalia ukuu wa Mungu. Maana yake walikuwa nasema nini? Hata kama tumepigwa, lakini Mungu wetu bado ni mkuu. Hata kama tumefungwa, Mungu habadiliki, bado ukuu wake uko pale pale. Hata kama tumewekwa kwenye gereza la ngapi, lakini Mungu upendo wake haujabadilika. Sio kwamba tumepigwa eti maana yake Mungu hatupendi. Hapana, wakaanza kumsifu Mungu aliye hai. Kuna watu leo hii hawana furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana kwa sababu wanasema, nimeomba mtoto sana, Mungu hajanisikia. Kwa sababu nimekuwa na ugonjwa siku hizo zote, Mungu hajaniponya. Nataka nikwambie ujielewe. Paulo na Sila watufundishe kwamba hatumwabudu Mungu kwa sababu Mungu eti amejibu mahitaji yetu. Hatumwabudu Mungu kwa sababu hali zetu ni nzuri. Whether tunacho au hatuna, tutamwabudu Mungu aliye hai. Katika ugonjwa au katika uzima, tutamwabudu Mungu aliye hai. Katika hali zote, Mungu anabaki kuwa Mungu. Haleluya kwa mwana kondoo. Usiingie unyonge eti kwamba mbona Mungu ameniacha, mbona Mungu hajafanya. Biblia inasema Mungu hachelewi wala Mungu hawai. Majira na wakati wa Mungu ndio sahihi kuliko wakati wako. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Ndio maana nampenda sana Ayubu. Huyu ni role model wangu. Wakati ameshawishiwa na marafiki zake, wakati ameshawishiwa na mke wake, amkufuru Mungu aliye hai kwa sababu Mungu aliyemtegemea hajamponya, kwa sababu Mungu aliyemtegemea amemwacha. Ayubu akasema, nyinyi hamuelewi. Tupate mema tu kwa Bwana, tusipate na mabaya. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Akasema, ninachojua ya kwamba mtetezi wangu yuko hai. Saa ngapi atajibu mimi sijui, ila kwamba atajibu nina uhakika. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko hai. Mimi sijui unapita kwenye changamoto gani, mtu wa Mungu. Usikate tamaa. Hata kama watu wanakuzomea, wanasema yuko wapi Mungu wako, wewe sio wa kwanza. Muulize Daudi. Daudi alisema, mto wangu umeloa machozi, mto wangu. Maadui zangu wananicheka, wanasema yuko wapi Mungu uliyemtumainia. Lakini namwambia Bwana, nafsi yangu haitakata tamaa. Nafsi yangu bado itakutegemea. Hata wakinicheka asubuhi, hata wakinicheka mchana, lakini mimi ninachofahamu, wakati wako sio wakati wangu. Nyakati zangu zote ziko mikononi mwako. Haleluya kwa mwana kondoo. Hakuna wakati ambao hauko mikononi mwa Bwana. Kama unapigwa na mmeo, ni wakati huo uko mikononi mwa Bwana. Kama unapendwa na mmeo, ni wakati ambao uko mikononi mwa Bwana. Kama una kazi, ni wakati uko mikononi mwa Bwana. Kama hauna kazi, pia ni wakati ambao uko mikononi mwa Bwana. Nyakati zetu zote ziko mikononi mwa Mungu aliye hai. Unaachaje kumwabudu Mungu wa namna hiyo? Eti unakasirika, huji nyumbani mwa Bwana, huji nyumbani mwa Bwana, wewe ujitambui. Daudi ananipa changamoto. Nalifurahi waliponiambia, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana. Haijalishi unatumia nauli shilingi 20,000 au 40,000. 20,000 ni kitu gani mbele za Bwana? Kama una furaha ya Bwana, utamwambia Bwana, hata ikibidi 50,000, maadamu niwepo nyumbani mwa Bwana, nitakuwepo nyumbani mwa Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Ninawajua watu wanatoka Kibaha wanakuja kusali mjini. Kuna watu wanatoka mjini wanakwenda kusali Kibaha. Glory be to God. Wewe hapa Zoni, mwanangu, Zoni hapa Zoni, Zoni unakuja saa 4 Zoni. Wewe umekosa furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana. Lakini kama una furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana, saa 11 umeshaamka, unaulizwa nini? Unasema nina furaha ya kwenda nyumbani mwa Bwana. Umeosha vyombo, umefagia nyumba yako, saa 1 shapu uko tayari. Wanakwambia mbona unawahi? Wewe unasema sawa, nina appointment nyumbani mwa Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Yuko wapi mwana Potters anayefurahia kuja nyumbani mwa Bwana?
Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia nikutelezeshe kidogo. Tuende kwenye ile Zaburi ya 95. Zaburi ya 95 mstari ule wa kwanza mpaka wa 7. Zaburi ya 95 kwanza mpaka 7 anasema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukurani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu, na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. Napenda mstari wa 6. Njoni tuabudu, njoni tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana. Bwana aliyetuumba, Bwana aliyetutengeneza, Bwana aliyetufinyanga. Tuje mbele zake, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake, na kondoo za mkono wake. Glory be to God. Nilipokuwa naandaa ujumbe, haya mambo yalinitoa machozi, kwa sababu yananionyesha ukuu wa Bwana namna hii. Mimi sijui kama unayachukulia poa, lakini ule mstari wa kwanza nasema namna hii. Njoni tumwimbie Bwana. Unapokuja nyumbani mwa Bwana, business ni moja tu, kumwimbia Mungu. Nashangaa sana eti uko hapa unajiburuza namna hii, unajiburuza kuimba tenzi, wimbi wakiimba, zikiimbwa nyimbo wimbi, umekuja kufanyaje? Anasema njoni tumwimbie Bwana. Ukija hapa, shughuli yetu ni moja, sio kumwimbia mchungaji, ni kumwimbia Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Njoni tumwimbie Bwana. Ukija hapa, wajibu wetu ni kumwimbia Mungu aliye hai. Uwe na sauti ya 7, sauti ya 20, sauti ya 8, jukumu lako ni kumwimbia Mungu aliye hai. Anasema tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Shangwe, unajua shangwe? Unajua ni shangwe, ni mafujo. Anasema tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Mwamba wa wokovu. Unajua mwamba maana yake anapozungumzia mwamba wa wokovu wetu, anazungumzia ulinzi wa Mungu kwetu. Mwamba ni ulinzi wetu. Ukija hapo ukitafakari Mungu alivyokulinda, wewe ujui tu. Kuna watu walishapanga kuchukua uhai wako, lakini bila kujua Mungu amekuwekea ulinzi, amekuwa mwamba na ngao kwako. Mtu wa namna hiyo unaachaje kumfanyia shangwe? Unajiangalia ulivyojipodoa, unaogopa kutoka jasho. Hujui wewe aliyekuumba ni nani, hujui. Lakini anasema tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Mwamba wa wokovu wetu. Glory be to God. Na tarehe 2, Jumapili ya tarehe 2, Jumapili ya kwanza mwezi ujao, ibada yetu hapa itakuwa ni ibada ya sifa. Hii ni preparation. Itakuwa ni ibada ya sifa. Usiangalie mtu, tafakari Mungu aliye hai. Cha tatu anasema tuje mbele zake kwa shukrani. Kuna watu hawana shukrani kabisa. Na ili uwe na shukrani wanangu, ili tuwe na shukrani, ngoja nikupe ujanja. Ili uwe na shukrani kwa Mungu, usiangalie vile vitu ambavyo huna. Angalia vile vitu ambavyo unavyo. Ukiangalia vitu ambavyo huna, utaishia malalamiko tu. Mungu mimi sina mume, Mungu mimi sina mke, Mungu mimi sina chakula, mimi Mungu sina gari, mimi Mungu sina hela, mimi Mungu. Wewe sio Mungu. Utaishia kulalamika tu, Lakini ukiangalia vitu unavyo, ukamwambia Mungu, pumzi hii. Kuna
kuna watu wananyang'anyana hewa kule Muhimbili mpaka wanawekewa oxygen. Mimi inaingia inatoka, inaingia inatoka. Ninakushukuru kwa moyo. Asante hata kwa nguo hizi 2-3 tu. Wengine hawabadilishi kama mimi. Asante hata umenipa mguu wa kuvalia kiatu. Wengine wana viatu lakini hawana mguu wa kuvalia kiatu. Ukishaanza kufikiri namna hii, manunguniko yako na malalamiko yako yote yanaondoka. Utamwambia Bwana, ondoka kwangu mimi mwenye dhambi. Ninaangalia tu nisivyokuwa navyo, ndio maana ninakosa furaha ya kuja ibadani. Lakini nikiangalia vile ambavyo ninavyo, nitasema na nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana, kwa sababu nikiingia malangoni pake, ukifika pale tu unaingia kwa shukrani. Unamwambia Bwana, umenifikisha mahali hapa salama. Ninaingia malangoni pako kwa shukrani. Mimi sijui ukiingia unaingia ingiaje, mimi sijui. Lakini anasema tuje mbele zake kwa shukrani. Kuna watu hawajasoma kama ulivyosoma wewe, hawajasoma. Kuna watu hawalipii watoto wao school fees kama unavyolipia wewe. Kuna watu hawali milo kama unavyokula wewe. Hayo yote uyaoni, lakini una kazi tu bila kuangalia vile usivyokuwa navyo. Mungu mimi, Mungu mimi sina hiki. Ukifanya namna hiyo utakauka na hutapata furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana. Glory be to God. Jambo moja tu linatosha kukufanya uwe na furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana: uhai, afya njema. Yaani ukijua tu una afya njema, yaani hiyo inatosha kumwambia Bwana, nakimbia haraka sana nyumbani mwako. Glory be to God. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu hapa anasema, la nne anasema, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Sasa wanangu, kama Bwana ndiye Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote, kwa waganga tunaenda kutafuta nini? Waganga ni wafalme kuliko mfalme wetu. Wachawi ni wafalme kuliko mfalme wetu. Tunakwenda kutafuta nini? Tunakwenda kutafuta nini? Unapata wapi ujasiri wa kwenda kwa waganga na wachawi? Unawezaje kukosa hamu ya kumwabudu Mungu mkuu? Ukijua kwamba Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote, utasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Alafu ndio anasema ule mstari wa 6 kwamba njooni tumwabudu, njooni tusujudu, tupige magoti, sio mbele ya mchungaji, hapana, mbele za Bwana aliyetuumba. Huu ndugu zangu ni wito, ni wito. Ukijua umeitwa kumwabudu Mungu, utafurahi na utapata msukumo, utatamani kuwahi ibadani na utakuja utafanya matendo ya ibada kama kupiga magoti, kama kusujudu, kama kuinua mikono. Hutalazimishwa na mtu, kwa sababu unaelewa uko mbele za mfalme mkuu, aliyekupa uhai, aliyekupa uzima, anayekuondolea magonjwa, anayekutia moyo. Huyo Zaburi ile 100 mstari wa 3, Zaburi ile 100 mstari wa 3 unasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo wa maisha. Jueni. Kwa nini tujue? Kwa sababu watu wako ibadani lakini hawajui kwamba Bwana ndiye Mungu aliyetuumba. Hawajui. Lakini nataka nikukumbushe kwamba Bwana ndiye aliyetuumba. Yeye ndiyo mfalme mkuu. Akisema leo unakauka namna hii, hapa tunakusahau ndani dakika moja. Mtu wa namna hiyo, kwa nini usimwabudu? Kwa nini usimpigie magoti? Kwa nini usimnyanyulie mikono? Kwa nini usimsifu? Kwa nini usimtukuze? Hebu wanangu, angalieni mifano tu ya kibinadamu. Rais Samia akifika pale sijui wapi pale, wanapiga zile ngoma wanacheza namna hii na nyimbo ya kumsifia. Unaona pale mashavu yanavyojaa namna hii, anavyocheka, anavyofurahia, anaweza akasema chochote pale. Kwa sababu nini? Watu wamemsifu. Ni mwanadamu yule. How much more Mungu wetu? Na watu wanamsifu yule, ana uwezo wa kumpa mtu pumzi, ana huo uwezo. Labda ana uwezo wa kuondoa pumzi ya mtu.
lakini sio waku. Lakini Mungu mfalme, unasema mfalme, sisi wote hapa, mfalme akisema leo wewe upotee, wewe unapotea. Anayo hayo mamlaka. Yaani usicheze kabisa, anayo hayo mamlaka. Akisema tu leo sitaki kumuona mchungaji Undole hapa, mshughulikieni. Jamani, mtaanza kesho palapanda. Kwa sababu mfalme ana nguvu. Ana nguvu kabisa. Sasa kama Mungu ndio aliyotupa uhai na yeye ndio anaweza kutoa, huyo jamani, tutaangalia suti zetu kweli tushinde kupiga magoti na mpe. Tutaangalia suti. Tutaangalia urembo wetu kweli kwamba sasa ni majasho sijui lipstick zinatoka, kwa hiyo unafanya utaangalia hiyo. Lamba mtukuze Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu ya pili kwa nini tunakuja ibadani? Tunakuja ibadani wanangu, tunakuja nyumbani mwa Bwana. Tunakuja nyumbani mwa moja, tumesema kwa sababu ya wito wa kumwabudu Mungu. Mbili, kusikia sauti ya Mungu. Kusikia sauti ya Mungu. Wanangu, ikianza Jumatatu hapa, mnakuwa na mamishemishe mengi. Hamsikii sauti ya Bwana. Wengine hapo Mbezi wanachosikia ni matusi tu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuanzia asubuhi mpaka jioni ni matusi. Akienda kulala anasikia kichwa kama ndio kinarudia yale matusi namna hivi. Nakwambia. Kwa hiyo alafu eti Jumapili umelala umelala pale umelala. Njoo Bwana akuformat hiyo akili. Mwambie Bwana, nimesikia matusi, nafsi yangu imeharibika. Naomba uformat sasa. Roho Mtakatifu fanya cleaning. Atakusikizisha mambo yake. Ndio maana anasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa kwanza na wa pili pale. Hasa ule wa pili I think. Anasema kwamba walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Napenda hili. Walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Wapi? Nyumbani mwa Bwana. Roho Mtakatifu akasema nao. Akawaambia, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Nikajiuliza kwa nini haya maneno yamewekwa namna hiyo? Kwani kufunga sio ibada? Ibada na kufunga. Maana yake kufunga ndio kunakupa maandalizi, kufunga ndio kunakupa nidhamu, unafunga hiki, unaachilia connection na Mungu. Sasa Mungu anazungumza na wewe. Ndio maana niliwaambia Mungu mara nyingi anazungumza na watu walio na njaa zaidi kuliko walioshiba. Ukitaka kusikia sauti ya Mungu kwenye mifungo, wote waliosikia sauti ya Mungu walikuwa kwenye hali ya njaa, kwenye hali ya kufunga. Manake wameweka ulimwengu huku, wameacha laini moja tuna Mungu aliye hai, wakamsikia Mungu. Kwa hiyo unapokuja ibadani, wengine sisi ndio kama tushazoea wakati mwingine. Yaani usikii kula asubuhi mpaka umekuja umemaliza kazi hapa. Ndio sasa unasema nimeshajifungua bouncing baby boy. Sasa naweza nikanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani yoyote ile chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo unapokuja nyumbani mwa Bwana, mchungaji akazungumza neno linakutengenezea imani. Ulikuwa sio mtakatifu, unaanza kuamini kwa habari ya utakatifu. Ulikuwa sio namna gani, unaanza kuamini. Kwa nini? Kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia nini? Neno la Kristo. Na hata imani ya mashetani, ili uishike imani ya mashetani, watakusikizisha kwanza mambo yao. Ndio maana kataa. Ukiona rafiki yako anakueleza mambo ambayo hayaeleweki, anataka kukujengea imani kwenye vitu vingine, kataa. Unaharibika. Ndio maana hata mtu akitaka akuondoe hapa Potters, atakwambia mambo ambayo yasiyofaa. Kaona mtu mmoja hapa akajichanganya huko kwenye dhambi, atakwambia lile kanisa anakuingizia imani ili uone kwamba hapo sio mahali sahihi.
Lakini ndugu zangu, tangu Yesu amekufa msalabani, wako hata waliomkashifu kabisa mpaka Yesu, lakini bado watu wanaokoka na bado watu wanaendelea kuja nyumbani mwa Bwana. Glory be to God. Watu hawawezi kuacha kuja nyumbani mwa Bwana eti kwa sababu ya dhambi ya mtu fulani. Hapana. Wakati wengine wanatoka wanamwacha Yesu, wengine wanaingia kwa Yesu na mwambia Yesu, nisamehe, mimi nimekosa. Wengine wakitoka siku hiyo hiyo wengine wanaingia. Glory be to God. Kwa hiyo watu hawawezi kuacha kuja nyumbani mwa Bwana eti kwa sababu ya dhambi ya mtu fulani. Haiwezekani. Kwa sababu tukija nyumbani mwa Bwana hatuji kutafuta mtu, tunakuja kutafuta uwepo wa Mungu aliye hai. Na nikamwambia mtu mmoja, nikamwambia wewe uelewi, kanisa ni kama hospitali, wanakuja wagonjwa wa kila aina, na ukikaa vibaya kule hospitali, umekwenda mzima utaambukizwa magonjwa. Ukikaa vibaya umeenda mzima, ukitoka kule, ndio maana wanavaaga maski, ukitoka kule lazima unawe kwa sababu umeshikashika maukuta nini, unaweza ukapata maambukizo hata kanisani. Ukija vibaya, kuna wagonjwa wengine wako wanaendelea na tiba. Yesu anaendelea kuwatibu. Walikuwa ni makahaba, hawajaacha ukahaba vizuri. Ukikaa vibaya tu atakuambukiza ugonjwa. Kwa hiyo unakaa ukijilinda mwenyewe, kwa sababu ugonjwa ni rahisi kuambukiza, lakini afya sio rahisi kuambukiza. Uliona nani anaweza kuambukiza afya njema? Nani? Unaweza ukawa na Wakristo wazuri huko ndani, lakini kuambukiza mtu mwingine huo uzuri na kuwa ngumu sana. Lakini ugonjwa dakika chache akushika, umeshapata. Umesikia neno lake moja akashakuingiza kwenye ulevi tayari. Kwa sababu gani? Ugonjwa unaambukiza, ila afya, nilijiuliza sana, kwa nini hivi afya haiambukizi? Sawa mwanangu, mimi na afya njema, ukikaa kana mimi sinikuambukize. Lakini kama na magonjwa yangu, una mafua, kambali, kwa sababu dakika moja tu umepata. Muangalie ndani yako, muulize una ugonjwa gani? Wa dhambi, lakini muulize una ugonjwa gani wa dhambi? Mwambie usiniambukize. Usiniambukize. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wanaliangalia kanisa kama vile wote wana afya. Hapana, kanisani sio wote tuna afya. Wengine wanatumia dozi. Umeshaambiwa wewe kwa sababu ya tabia yako la ulevi, utasikiliza neno hili na mchungaji ukitoka kanisani, ukirudi nyumbani utasikiliza kwenye YouTube kutwa mara 3 ili upone hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya 3, kwa nini tunakuja kanisani? Kwa nini tunakuja nyumbani mwa Bwana? Ili kutakaswa. Ile Isaya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Utaangalia pale mwenyewe kwa wakati wako, lakini nikueleze tu namna hii. Isaya anasema hivi, alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana akiwa amekaa kwenye kiti chake namna hii, na vazi la pindo lake limetandaa namna hii. Akamuona Mungu katika utukufu wake nyumbani mwa Bwana. Alafu akasema ole wangu Isaya huyu, kwa sababu nimepotea. Hebu jipige kifuani namna hii, mkono wako, sema ole wangu kwa sababu nimepotea. Asante, umesema wewe mwenyewe. Ningekwambia mimi ningesema mchungaji anasema nimepotea. Afadhali umesema mwenyewe. Kwamba ole wangu kwa sababu nimepotea. Huyu ni Isaya. Nakumbuka Isaya alikuwa ni mtumishi wa Mungu katika kipindi cha mfalme Uzia, ametumika siku zote, lakini anasema alipokufa mfalme ndipo yeye akamuona Bwana, na ndipo anasema ole wangu kwa maana nimepotea. Manake siku zote alizokuwa anatumikia Mungu alikuwa hajui kama amepotea, lakini yuko nyumbani mwa Bwana. Alikuwa hajui. Alafu anasema ole wangu kwa maana nimepotea. Alafu anasema kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na tena ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Sijui ni Mbezi au ni wapi, mimi sijui. Katikati ya watu wenye midomo michafu. Unajua, ghafla amepata huzuni kwa habari ya dhambi zake, na ile huzuni inamleta zaidi nyumbani mwa Bwana. Ni kama alipokuwepo mfalme Uzia, alikuwa anamwekea giza hivi kiasi kwamba hauoni utukufu wa Mungu.
Mimi sijui unapokuja nyumbani mwa Bwana, ni nani anayekuzuia usione utukufu wa Mungu nyumbani mwa Bwana? Kiasi kwamba mpaka huwezi kujua kama wewe umepotea. Kiasi kwamba mpaka unaona ulevi ni kitu sawa sawa. Kiasi kwamba mpaka unaona zinaa ni kitu sawa sawa. Kiasi kwamba mpaka unaona umbea ni kitu sawa sawa. Ni nani anayekuzuia huyo? Ni nani? Isaya anasema alipokufa tu mfalme Uzia, alipoondoka tu, yeye akafanikiwa kuona utukufu wa Mungu. Leo ninakuombea kwa Bwana, yeyote anayekufunika usiuone utukufu wa Mungu, Mungu akamuondoe mara moja, ili uweze kujua kama umepotea au kama uko kwenye njia sahihi. Mmoja alijijua kwamba amepotea. Kama ndugu zangu hujijui kama umepotea, sio rahisi kubadilika. Na hata watu wakikwambia utawachukia. Lakini kwa nini unawachukia? Wewe jiangalie, mwambie Mungu akupe macho. Kama umepotea, umepotea tu. Hata ukiwachukia watu, lakini umepotea. Kubali ili Mungu akurejeshe. Anasema nimepotea. Alafu anajiambia yeye mwenyewe, kweli na tafakari, lakini midomo yangu ni michafu. Midomo yangu imejaa matusi tu kutukana watu. Midomo yangu imejaa tu kusengenya watu. Midomo yangu imejaa maneno yenye hasira na chuki tu. Anasema mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Jikague leo hii, midomo yako inatoa vitu gani? Ukiwa mbele ya mchungaji wako, Bwana asifiwe baba, Bwana asifiwe, geuka hivi kidogo tu, haya yanayoporomoshwa unajua mwenyewe. Alafu anasema ninakaa katikati ya watu wachafu, lakini anasema macho yangu yamemuona Bwana katika utukufu wake. Wanangu, tunacholilia tukija nyumbani mwa Bwana ni kuona utukufu wa Mungu. Tukiuona uwepo wa Mungu, hakuna mtu atatueleza kwa habari ya dhambi zetu. Hakuna mtu atakayetuambia kwamba tumepotea. Tutajua sisi wenyewe, na ile huzuni ya dhambi zetu itatupeleka karibu na Mungu. Huzuni ya dhambi zetu haitatutoa nje ya nyumba ya Bwana, itatupeleka karibu na Bwana na kumwambia Bwana, hivi ndivyo nilivyo Bwana, hivi ndivyo nilivyo, nitengeneze tu. Ukiniacha wewe nitakwenda kwa nani? Kama wewe ukinikataa, wanadamu watanipenda kweli? Nikubali hivi nilivyo, nitengeneze. Utashangaa. Lakini kama hauna huzuni ya dhambi zako, ujue dhambi itakupeleka nje ya nyumba ya Bwana, na matokeo yake utaanza kujihukumu kwamba mimi tena sifai kwa hali hii. Kwa hiyo utatokomea huko porini, huko mtaani, utaenda namna hiyo. Lakini huzuni ya kweli ya dhambi zako lazima ikulete nyumbani mwa Bwana. Mwenye dhambi yoyote mahali pake pa kukimbilia sio kilabuni, sio sijui wapi, ni nyumbani mwa Bwana, kwa sababu uweponi mwa Bwana ndiko kuna kutakaswa. Haleluya! Isaya asingetakaswa kama asingekuwa uweponi mwa Bwana. Macho yake alipomuona Bwana nyumbani mwa Bwana, Biblia inasema Mungu akamtuma malaika, akachukua kaa la moto, akaenda akamtakasa namna hii. Midomo yake ikawa mizuri. Badala ya kutukana watu matusi, midomo yake ni ya kubariki watu sasa. Midomo yake ni ya kumuinua Bwana na kumtukuza Mungu aliye hai. Kama iliwezekana kwa Isaya, inawezekana na kwako. Haleluya kwa mwana kondoo. Mungu ni yeye yule, hajabadilika, jana, leo na hata milele. Kama Mungu aliweza kutakasa kinywa cha Isaya, anaweza kutakasa cha kwako na cha kwangu. Swala ni utayari wako. Haleluya kwa mwana kondoo. Jambo la 4, kwa nini tunakuja nyumbani mwa Bwana? Tunakuja nyumbani mwa Bwana ili kufurahia ushirika na watakatifu wa Mungu. Glory be to God. Ili kufurahia ushirika na watakatifu wa Mungu. Biblia inasema kwenye Waebrania 10:25, 10:25 anasema wala tusiache kukusanyika, Yesu Kristo, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane, I like it, na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Wanangu, ushirika huu wa Potters ni ushirika mtakatifu. Sio ushirika wa mambo ya ulevi, sio ushirika wa mambo ya zinaa, sio ushirika, hapana. Huu ni ushirika mtakatifu. Na Biblia inasema tusiache. Hebu mwambie jirani yako, usiache kukutanika na wana Potters wenzio. Yes. Huu ni ushirika mtakatifu. Anasema kadiri tunavyoona siku ya Bwana wetu inakaribia, tuzidi kuonyana. Hebu mtazame tena usoni,
Mwambie usikasirike unapoonywa. Usikasirike unapoonywa, kwa sababu tumeagizwa tuonyane. Wewe unafikiri nangu hivi, unafikiri mtu mlevi wa baa kule anaweza kuja kukuonya wewe huko ndani? Mtu mzinifu huko nje anaweza kuja kukuonya huko ndani? Haiwezekani. Tutaonyana sisi kwa sisi, kwa sababu ndio tunajua siku ya Bwana wetu iko karibu. Kwa nini tukupoteze? Kwa nini tukuache? Lakini kasumba moja walionayo Wakristo, yaani wanafikiriaga mchungaji ndio kazi yake yeye tu kuwaonya Wakristo. Kuwaonya tu Wakristo. Lakini Wakristo wao kama vile hawana jukumu la kumsaidia mchungaji kwenda mbinguni. Jamani, hata mimi nahitaji kwenda mbinguni. Kwa hiyo nikikosea, usiniache, usinikimbie. Na mimi nahitaji kwenda mbinguni. Njoo, niambie baba mchungaji, safari yetu ni moja. Kabla hujawa mchungaji wewe ni Mkristo kwanza. Kwenye hili hujafanya sawa. Mimi nitakusikiliza na mimi nataka kwenda mbinguni. Lakini unaona tu kwamba mimi ni wajibu wangu kukutengeneza wewe uende mbinguni, lakini wewe huna wajibu wa kunisaidia mimi kwenda mbinguni. Ufanye sawa. Kwa sababu hata na mimi nahitaji kwenda mbinguni. Sio kwamba nimefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona nimekukanyaga, niambie, umenikanyaga baba. Na mimi nitarudi kusema, Mungu wangu, nimemkanyaga Mkristo mwenzangu, naomba unisamehe kwa sababu na mimi nataka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sema mchungaji kanikanyaga, naacha kanisa. Sasa unataka mimi niende jehanamu jamani? Unataka mimi niende jehanamu? Nani atanisaidia mimi? Nani? Au uliona tu mimi ndio na wajibu wa kusaidia wewe uende mbinguni alafu mimi niende jehanamu? Kwa nini mnakuwa wachoyo kiasi hivyo jamani? Msifanye hivyo. Nisaidieni na mimi jamani. Nisaidieni na mimi kwa upendo tu. Na mimi nataka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Toni mwanangu, tusiache kufanya nini? Kuonyana. Tunamuona Mkristo mwenzako, unaimba naye praise, analeta giza, anafanya mambo yasiyo, unasema nikimwambia atakasirika. Mwache akasirike, kesho atakupenda, atajua ulimwambia kitu sahihi. Na yule aliyokuwa anamchekea tu kesho atamchukia kwa sababu hakuwa anamwambia kitu sahihi wakati aliona anapotea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tusiache kukutanika pamoja kama ilivyo desturi. Huu ni ushirika mtakatifu. Glory to God. Anasema kwenye Waebrania 3:13, anasema lakini muonyane kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Yesu Kristo. Ndugu zangu, tukiacha kuonyana, mmoja wetu atafanywa kuwa mkaidi kwa sababu ya udanganyifu wa dhambi. Dhambi itakudanganya. Kwa nini mchungaji anakufuata? Kwa nini mchungaji anakusema? Kwa nini mchungaji? Dhambi itakudanganya, utakuwa na moyo mgumu. Alafu utatokomea huko nje, hayuko mlevi wa kukusaidia. Huko nje hakuna mtu wa kukusaidia, hayupo. Lakini chukueni maneno haya, nawaambia siku zote, sisi ni mawakala wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi watumishi hatuna mbingu. Tukikuonya ni kwa wema tu. Tunataka safari hii twende wote vizuri. Lakini nasikitisha sana kwamba shetani ameachilia roho ya watu kukataa maonyo. Wanawake kwa waume zao hawataki kuonywa, wanaume kwa wake zao hawataki kuonywa, watoto kwa wazazi wao hawataki kuonywa, wachungaji kwa waumini wao hawataki kuonywa. Yaani ni ukaidi. Tumefanywa wagumu kwa sababu ya dhambi. Hapana wanangu. Moja kati ya vitu vya kumuomba Mungu kwamba Mungu nisaidie, nikubali maonyo ninapoonywa, kwa sababu mimi sio mkamilifu. Nahitaji kuambiwa tena na tena. Nahitaji kukumbushwa Bwana ili nimalize safari yangu salama. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho. Kwa nini tunakuja nyumbani mwa Bwana? Ukijua kwamba unakuja nyumbani mwa Bwana kutakaswa, utafurahi. Jambo la 5 ni hilo kwamba tunakuja nyumbani mwa Bwana kupata nguvu mpya. Wanangu, tunachoka
mambo tunayokutana nayo kwenye maisha yanatuchosha mioyo, yanatuchosha. Tunapokuja nyumbani mwa Bwana, tunakuja kupata nguvu mpya. Ni kama vile unaingiza gari kwenye petrol station ili kujaziwa mafuta tena uweze kwenda safari nyingine. Tunakutana na mambo magumu kwenye maisha, tunakutana na mambo ya kukatisha tamaa, tunakutana na vitu ambavyo vinashusha mioyo. Biblia inasema kwenye Isaya 40 mstari wa 31, 40 mstari wa 31, Isaya 40 mstari wa 31, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Wanangu, maisha ya imani ni kupiga mbio, na katika kupiga mbio kuna kuchoka, tunahitajiana, kuna kutiana moyo, kuna kukata tamaa, kuna kuzimia. Lakini anasema wamngojeao Bwana. Unamngojea Bwana wapi? Wapi unamngojea Bwana? Ni nyumbani mwake, ni nyumbani mwake. Kwenye mifungo unakuja kumngoja Bwana, kwenye maombi unakuja kumngoja Bwana, ibadani unakuja kumtafuta Bwana ili akujaze tena nguvu mpya, upate kuendelea kustahimili changamoto unazopitia kwenye ndoa, upate tena kustahimili changamoto za ujana, upate tena kustahimili changamoto za utumishi, kwa sababu nafsi zetu zinachoka. Nani wa kukutia nguvu? Ni Mungu aliye hai. Daudi anaiambia nafsi yake, nafsi yangu, kwa nini kukata tamaa? Kwa nini kuinama? Mtumaini Mungu aliye hai. Usikate tamaa, usikate tamaa. Ndio maana anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kutiwa nguvu upya. Glory be to God. Wanangu, tuchukue tahadhari, kwa sababu kazi ya shetani ni kutuondolea furaha ya kuja nyumbani mwa Bwana. Atatumia watu, atatumia marafiki, atatumia vitu kukufanya eti usije nyumbani mwa Bwana. Na wengine unafikiri kabisa kwamba labda asipokuja nyumbani mwa Bwana labda anamkomoa mchungaji. Hapana, ni ujanja wa shetani wa kukuharibia wewe, unapokuja nyumbani mwa Bwana ni kwa faida yako. It is for your advantage. Unapokea furaha ya Mungu aliye hai. Huji nyumbani mwa Bwana kwa kumfurahisha mtu fulani, hapana. It is for the benefit of your soul. Lakini shetani ni mjanja, atakugombanisha na Toni ili uache kuja nyumbani mwa Bwana. Mwambie hivi, nimegombana na Toni sawa, nimetofautiana na mchungaji wangu sawa, lakini mimi nyumbani mwa Bwana ninafuata uwepo wa Mungu aliye hai, kwa sababu sio mchungaji anayenipa nguvu, isipokuwa ni Mungu aliye hai ndio ananipa nguvu ya kuendelea mbele. Haleluya kwa mwana kondoo. Wanangu, ningekuwa mimi ndio wewe, ningeanza kumwambia Bwana, uko wapi? Umeona moyo wangu, umeona maisha yangu. Eugene, uko wapi? Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Sogea hapa mbele tumwabudu Bwana. Tukifikia mwisho, ndugu yangu, utaimba wimbo wako nani? Clement, utaimba baada ya hapa kabla tujamaliza ibada. Yes. Sogea hapa mbele tumwabudu Mungu aliye hai. Tumwabudu Mungu aliye hai. Ningekuwa mimi ndio wewe, ningekuwa nimeshanyosha mikono yangu namna hii, nimeshafunika macho yangu, sihitaji kuangalia, naanza kuzungumza na Mungu aliye hai. Mimina, peleka moyo wako kwa Bwana, peleka moyo wako kwa Bwana, peleka moyo wako kwa Bwana, peleka moyo wako kwa Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana kwa habari ya moyo wako. Yesu Kristo, tumefurahi tulipoambiwa tuje nyumbani mwa Bwana, kwa sababu tunakutana na uwepo wako. Tunaona dhambi zetu uweponi mwako, tunaona makosa yetu uweponi mwako, tunajutia dhambi zetu uweponi mwako. Ee Bwana, tunasikia kukubalika tena. Wewe
Amen.